Karibuni kwenye kikao chetu cha kila mwaka. Chuo chetu kama ilivyo ada kimekuwa na kawaida ya kukutana na wahariri wa vyombo vya habari na waandishi wa habari walau mara moja kila mwaka kwa lengo la kutoa taarifa kwa umma juu ya maendeleo yaliyofikiwa na chuo chetu kwa mwaka huu. Baada ya kumaliza muda wake Profesa Shedrack Mwakalila ambaye alikuwa ndio mkuu wa chuo mwezi Novemba mwaka 2024, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliniteua mimi Profesa Haruni Jeremia Mapesa kusimamia taasisi hii kama mkuu wa chuo. Kwa ndugu hariri, huu nadhani mwezi wangu wa 4 kama sikosei. Ukiuchukua mwezi nusu ule mwezi wa Novemba, tumekuwa na Disemba, nimekuwa hapa. Nilifika tu kwenye majukumu mazito ya chuo wakati wa sherehe za mahafali. Januari ndio basi nikaanza kuangalia ofisi inaendaje. Februari basi nikaanza kukimbia huko na huko kwa majukumu ya kitaifa. Na Machi sasa nikaona ni vizuri sasa tukutana waandishi wa habari. Ombi la kukutana nanyi nililetewa mapema kabisa. Na kwa kweli niombe radhi. Kuna kipindi tulikaribia kabisa kukutana, lakini nikapata majukumu ya kitaifa ya kusafiri nje ya nchi. Kwa nikamwambia bwana, kweli tumewahirisha mara nyingi sana waandishi wa habari, lakini tufanyeje sasa? Siwezi kuahirisha hii safari. Kwa hiyo kwanza hilo niwe radhi sana kwa sababu majukumu yalikuwa yanabana sana. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu ameruhusu leo tukutane. Kwa hiyo hilo basi ninawashukuru kwa ustahimilivu wenu na uvumilivu. Lakini basi nichukue fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru kwa imani kubwa kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa imani ambayo ameonyesha kwangu kunipa jukumu hili zito la kuongoza chuo cha elimu. Nami naahidi kutekeleza majukumu niliyopewa kwa weledi mkubwa. Aidha nimpongeze pia kwa kazi kubwa. Mheshimiwa wetu anafanya kazi kubwa. Mheshimiwa Rais wa nchi hii anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanaboreshewa maisha yao ya kila siku katika nyanja zote na katika nyanja ya elimu. Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kilianzishwa kwa sheria ya Bunge ya namba 6 ya mwaka 2005. Sheria hiyo ilianza kutumika rasmi tarehe 1 Oktoba 2005. Lakini pia tukumbuke kwamba chimbuko la Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ni chuo cha Kivukoni ambacho kilianzishwa rasmi tarehe 29 Julai 1961. Uamuzi wa kuanzisha chuo hiki ulikuwa ni uamuzi wa mkutano mkuu wa chama cha 5 kule Tabora mwaka 1958. Mkutano huo uliazimia kuanzisha chuo ambacho kitawaandaa viongozi mbalimbali mara baada ya nchi hii kupata uhuru. Hivyo lengo kuu la kuanzisha chuo hiki ilikuwa ni kuandaa viongozi wa umma watakaoendesha nchi kwa weledi. Nchi ilikuwa inapata uhuru mwaka wa 61, lakini miaka 2-3 kabla Mwalimu Nyerere akishirikiana na viongozi wetu wa chama wakaona tunakwenda kukabidhiwa nchi. Sasa ni muhimu kuandaa viongozi watakaoongoza taifa letu. Kwa hiyo chuo hiki unavyokiona hivi kilianzishwa wakati huo, na lengo kubwa ilikuwa ni kuandaa viongozi watakaoongoza taasisi, watakaoongoza wizara, watakaoongoza sekta mbalimbali za umma ili kuziendesha kwa maadili na kwa weledi. Lakini tunasema kwamba haja ya kitaifa ya upanuzi wa elimu ya juu ilipelekea chuo cha Kivukoni kugeuzwa kuwa taasisi ya elimu ya juu mwaka 2005 na kusababisha kuanzishwa kwa Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Chuo kina campus 3, kuna campus hapa tulipo Kivukoni, hapa ndio campus kuu. Lakini ina campus kule Zanzibar inaitwa jina la Karume, iko pale Unguja, lakini tuna campus kule Pemba eneo la Pujini. Kama nilivyosema, ni vizuri kufahamu hatua ambacho chuo kimepita. Chuo cha Kivukoni kilianzishwa mwaka 1991 mpaka 1971.
Sasa mwaka kipindi hiki kulikuwa na mageuzi makubwa sana. Nchi imepata uhuru. Lakini mnakumbuka azimio la Arusha mwaka 67. Ilionekana kwamba ni muhimu sasa chama kiwe na makada watakaofundishwa mambo ya chama, na mkijua kwamba chama kiwe na chikatamu. Kwa hiyo chuo hiki kilibadilishwa, chuo cha Kivukoni kabadilishwa kuwa chuo cha chama. Mwaka 1971 kikabadilishwa majukumu. Baadaye ile jukumu la kuandaa viongozi wa kuongoza taasisi na serikali ikaonekana kwamba kiwe chuo cha kufundisha makada wa chama. Kwa hiyo kikajulikana kama chuo cha chama tangu mwaka 1971 mpaka 1992. Sasa wale wanaokumbuka mwaka 92 tulikuwa na mchakato wa kukubaliana kwamba nchi yetu hiyo nchi ya vyama vingi au iendelee na chama kimoja. Kwa hiyo bunge likavote kwamba nchi hii iwe nchi ya vyama vingi. Kwa sasa ikaonekana si busara chuo cha Kivukoni kuendelea kufundisha mambo ya chama, wakati mambo ya chama sasa yatakuwa ni ya wanachama wenyewe. Kwa hiyo kikabadilishwa matumizi, kikaitwa chuo cha sayansi ya jamii Kivukoni, kikaacha kufundisha mambo ya chama, kikaingia katika taaluma sasa za elimu. Kwa hiyo tangu 1992 mpaka 2005 kikajulikana kama chuo cha sayansi ya jamii Kivukoni. Sasa kama nilivyosema, mwaka 2005 viongozi wa nchi yetu wakaona ni vizuri kumkumbuka muasisi wa chama wa nchi yetu. Kwa akaona ni vyema chuo hiki kibadilishwe jina, lakini kibadilishwe pia malengo na makusudi, kikajulikana sasa kama chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kwa sheria ya bunge ya mwaka 2005. Kwa tangu hapo sasa chuo kimebeba jina la Mwalimu Nyerere. Lakini dira kuu ya chuo tangu hapo kimeanzishwa ni kuwa kitovu cha utoaji wa maarifa bora, elimu na mafunzo mahususi, ubunifu na uvumbuzi, na kuendeleza amani na umoja wa kitaifa. Kwa hiyo kinayo malengo ya kutoa taaluma za kawaida za sayansi ya jamii. Na tunaposema sayansi ya jamii tuna maana masomo yale ya jiografia, masomo ya historia, masomo ya ugavi, masomo ya uhasibu, masomo ya rasilimali watu. Yote hayo masomo ya uongozi yakawa ndio kipaumbele. Lakini pia chuo kikatengenezwa mazingira ya kupromote au kuhamasisha amani na umoja wa kitaifa kwa njia ya masomo au mafundisho ya muda mfupi, lakini kwa njia pia ya conferences au mihadhara. Kwa hiyo tunatambua wito wetu kama chuo wa kuendeleza umoja wa kitaifa na amani yetu. Kwa tumehusika katika makongamano na mikutano mbalimbali ya kuhamasisha amani nchi yetu. Sasa majukumu bainifu ya chuo yako matano. La kwanza ni kutoa mafunzo katika fani za sayansi za jamii kama nilivyosema, katika ngazi mbalimbali. Tunatoa astashahada, stashahada, shahada na shahada za uzamili. Bado hatujaanza shahada za uzamivu, yani PhD. Lakini tunatoa shahada mpaka masters. Lakini chuo pia kina majukumu ya kutoa mafunzo ya uongozi, leadership. Tunacho kitengo na kitivo cha mafunzo ya uongozi. Lakini chuo pia kina majukumu ya kufanya utafiti katika nyanja mbalimbali za masomo na taaluma zake. Jukumu la 4 ni kutoa ushauri wa kitaaluma katika sekta za umma na sekta binafsi. Tunafanya consultancies. Lakini chuo pia kinaendesha mafunzo ya elimu ya kujiendeleza, yani continuing education. Kwa hiyo haya ndio makusudi au majukumu bainifu ya chuo tangu kimeanzishwa. Ndugu wanahabari na ndugu wahariri, nizungumzie sasa mafanikio ya chuo chetu. Kumbuka pia tunazungumzia mafanikio tangu kuanzishwa, lakini tunazungumzia mafanikio tangu awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, miaka 4. Tungependa tuyazungumze kwa ubainifu mafanikio haya katika ngazi ya chuo chetu. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan
Rais wa Jamhuri ya Muungano imefanya jitihada mbalimbali katika kuendeleza chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ili kukiwezesha kuwahudumia Watanzania kwa mafunzo, utafiti na ushauri wa kitaaluma. Aidha, katika kipindi cha miaka minne ya awamu ya 6, chuo kimefanikiwa kufanya mambo makuu kadha wa kadha ambayo nitaeleza hapa kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni maboresho ya miundombinu. Kama nilivyosema, chuo chetu kina campus 3. Sasa maboresho ya miundombinu kwa campus yetu ya Kivukoni hapa tulipo. Kuna mradi mmoja mkubwa unaoendelea kwa sasa ambao umeanzishwa, unaitwa mradi wa maktaba itakayokuwa na uwezo wa kutumiwa na wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja. Wakati mnaingia katika geti letu kuu, ukiangalia upande wa kulia wakati unaingia, utaona kuna fence ya mabati. Sasa ndani hapo inajengwa maktaba kubwa ya kisasa yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja, ambao pia ndani yake utakuwa na kumbi za mikutano na kumbi za mihadhara ambazo zitaweza kuchukua watumiaji au wanafunzi 1000 kwa wakati mmoja. Ujenzi unaendelea vizuri. Tayari fedha za Tanzania zaidi ya bilioni 5.6 zimeshatumika katika mradi huo. Mkandarasi anaendelea site. Katika azima ya taifa letu kuwa na jamii yenye maadili na utu pamoja na majukumu mengine ya chuo, chuo pia kinatoa mafunzo ya uongozi na maadili kwa kozi za muda mrefu na muda mfupi. Kozi hizi ni kwa wanafunzi kuanzia ngazi ya cheti mpaka shahada ya umahiri. Pia chuo kina utaratibu wa kutoa mafunzo kwa viongozi, mtu mmoja mmoja na taasisi mbalimbali kwa njia ya kuomba au kwa njia ya kuangalia ile kalenda ya matukio. Tunayo kalenda ya matukio katika website yetu. Kwa hiyo mtu anaweza akaomba au anaweza akatujulisha tukamtengenezea kozi kulingana na mahitaji yake. Chuo pia kina maktaba maalum inayojulikana kama Kibweta cha Mwalimu Nyerere kama nilivyosema hapo awali. Hii ni maktaba ambayo inatunza maandiko na machapisho mbalimbali yanayomhusu baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye pia ndio muasisi na mwanzilishi wa chuo hiki. Katika maktaba hiyo vipo vitabu ambavyo aliviandika yeye mwenyewe, lakini pia viko vitabu ambavyo vimeandikwa na waandishi wengine kuhusu Mwalimu Nyerere. Aidha, Kibweta cha Mwalimu Nyerere kupitia idara ya uongozi, maadili na utawala kimekuwa kikiendesha makongamano ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere mara 2. Mwezi Aprili, mwezi unaokuja, tutakuwa na kumbukizi la kuzaliwa kwake, lakini pia mwezi wa Oktoba huwa tuna kumbukizi la kifo chake. Ni makongamano makubwa ambayo pengine nichukua nafasi pia kuwakaribisha. Mwaka huu yatakuwa tarehe 11 mwezi wa 4, kama wiki 2-3 mbele hapo. Ni makongamano makubwa, tunaalika watu mbalimbali mashuhuri wanaomfahamu Mwalimu, wanaoishi maisha ya Mwalimu. Kutakuwa na mada mbalimbali zinazohusu maono ya Mwalimu na mambo yanayoendelea kwa sasa, kama ni uwekezaji, kama ni elimu ya kujitegemea, ambayo mnakumbuka hata hivi karibuni sera ya elimu imezinduliwa. Utakuja kuona kwamba yote yaliyo katika sera hizo yalikuwa ni maoni ya Mwalimu Nyerere. Uwekezaji endelevu unaowaendeleza Watanzania itakuwa ni mada zitakazozungumzwa, lakini mstakabali wa nchi yetu katika mambo ya amani, tutakuwa na watu wa mada wazuri watakaozungumzia mambo ya amani, ustahimilivu pamoja na ujenzi wa taifa lenye maadili, lenye kuzingatia weledi pamoja na haki za watu. Kwa mada hizi zitatolewa kwa uzuri kabisa, na tunafanya hivyo ili kumwenzi baba yetu wa taifa. Kuna msemo kwamba mtu anayesahau historia huyo ni nani? Ni mtumwa. Taifa linalosahau historia yake, hilo ni taifa lenye utumwa na linaweza lisitambue linapokwenda. Ndugu wanahabari na wahariri, nizungumzie sasa ushiriki wetu katika maonesho mbalimbali ya kitaifa. Chuo kimekuwa kishiriki katika maonesho mbalimbali kwenye ngazi ya kitaifa. Katika kipindi hiki, chuo kilishiriki kwenye maonesho ya kila mwaka ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Activate,
maonesho ya Tume ya Vyuo Vikuu yani TCU, maonesho ya biashara ya Dar es Salaam ambayo inajulikana kama Sabasaba, na maonesho au mashindano ya kitaifa ya sayansi ya ubunifu MAKISATU. Kampasi ya Karume kule Zanzibar pia imekuwa ikishiriki katika maonesho ya kilimo yani 88 ambayo hufanyika kila mwaka kule Zanzibar. Katika maonesho haya yote, kazi mbalimbali zinazofanywa na chuo na programu mbalimbali za mafunzo zimekuwa zikionyeshwa na kuwasaidia waombaji wa udahili chuoni ambao hufika kwenye mabanda yetu na kupewa maelekezo ya namna kujiunga na chuo au namna ya kupata kozi zinazotolewa hapa chuoni. Aidha, mashindano ya kitaifa ya sayansi ya ubunifu MAKISATU, wanafunzi wetu wameweza kupata ushindi wa pili na wa 4 kitaifa kwa mwaka wa 2020 na 2021. Nizungumza hapa juu ya ubunifu. Wanafunzi wetu wana ubunifu mkubwa, na katika makongamano yanayokuja watakuwepo. Uje ujionee jinsi vijana wetu wanayojifunza ubunifu aina mbalimbali unaoweza kuleta mabadiliko katika taifa letu. Nizungumzie habari ya ushiriki wa chuo chetu katika michezo. Utashangaa chuo chetu kinashiriki katika michezo aina mbalimbali. Kimekuwa kishiriki katika michezo kiwemo michezo kwa wafanyakazi inayojulikana kama kwa jina la Shirikisho la Michezo ya Mashirika ya Umma, Taasisi na Makampuni Binafsi yani SHIMUTA, na kwa wanafunzi chuo kimekuwa kishiriki katika shirikisho la michezo la vyuo vikuu na kati maarufu kama SHIMIVUTA. Katika mashindano hayo chuo chetu kimekuwa kikipata ushindi mzuri sana. Nina jedwali hapa, sitalisoma lote, lakini utashangaa kwa miaka 4 katika ile michezo maarufu hatujatoka nje ya namba 3. Mpira wa kikapu kwa wanawake mara kadhaa tumekuwa wa kwanza. Tuwapige makofi jamani hapa. Mimi nimeshangaa pamoja na ugeni wangu, lakini nimeshangaa chuo hiki kinafanya vizuri sana katika mchezo. Mpira wa kikapu wanaume tumewahi kuwa washindi wa kwanza, wa pili na wangapi? Na watatu katika kipindi cha miaka 4. Kwenye riadha ni namba 1, hasa ile mita 100 na 200 kila mwaka. Hizo riadha, mipira yote na mashindano mengine tuko katika hapo. Na pengine nitambue uwepo wa dini Dean of Students. Tumpigie makofi mama. Amekuwa kinara katika kuwaunganisha wanafunzi wetu, kuwaunganisha morali na makocha. Kwa hiyo kwa upande wa wanafunzi kwa kweli tunafanya vizuri. Michezo hiyo, mpira wa miguu tumewahi kuchukua ubingwa. Unapozungumza vyuo vikuu na vyuo vya kati, viko vingi sana. Kwa hiyo unapochukua nafasi ya kwanza au ya pili ya tatu, sio jambo dogo. Kwa hiyo nichukua nafasi hii pia kuwapongeza viongozi ambao wanasimamia michezo na uongozi wa wanafunzi kwa kazi nzuri wanaoendelea kuifanya. Michezo ni afya, michezo ni ajira, lakini michezo ni burudani, michezo ni urafiki. Kwa chuo chetu kina vijana waadilifu, wenye furaha na amani kwa sababu wanazingatia sana mambo ya michezo. Nihitimishe ndugu waandishi wa habari na wahariri kwa kusema maendeleo ni hatua. Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kinashukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ruzuku inazozipokea kutoka katika serikali yetu, lakini kwa maelekezo na usimamizi unaofanywa na wizara yetu ya elimu. Tunamshukuru sana Waziri wa Elimu Profesa Mkenda pamoja na Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo wanasimamia vizuri vyuo vyetu ikiwemo chuo chetu hiki. Wanatupa maelekezo mazuri na tunaendelea kuyazingatia.